Ni ule wa 4 mstari ni ule wa kwanza. Biblia nilionayo mkononi nasema, basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika. Hebu tuseme wote, mambo yote yaliyofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alizilarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu. Sijui kama mnaona pale kama kuna shida yetu. Akajivika gunia pamoja na majivu. Majivu unaweza kujivika. Bwana Yesu asifiwe. Akajivika gunia pamoja na nini? Na majivu. Akatoka hata akafika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza hapa kwa kuangalia zuio au kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Nilisema hivi tangu nilipoanza kwamba kila mtu unayemwona Bwana amemwekea jambo maalum ndani yake. Kiswahili linaitwa kusudi. Maana yake unapowekewa kusudi, unawekewa bainishi. Mungu hawezi kuweka kusudi kama hana kitu na wewe ambacho unakitarajia kukifanya. Nilisema hapa, shida ni vita vya binadamu au hila ambayo inanyanyuka dhidi ya kusudi. Kwa hiyo tulisoma mstari wa Esta mlango ule wa 4. Tukaona Mungu alikuwa amemkusudia Esta kwa ajili ya kuwavusha Wayahudi mbele ya watu ambao hawakuwa na neema au hawakuwa na kitu ambacho wamependezwa nao Wayahudi. Mungu alikuwa anakusudia hivyo. Lakini unaona ile kusudi liliingia kwenye kitu kinachoitwa kurusha, msuguano, vita. Inawezekana uko hapa, Bwana ameweka kusudi ndani yako, lakini ndani ya ile kusudi kuna vita kubwa sana ambayo unakutana nayo kwa ajili ya kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Na Biblia inasema kusudi la Daudi lilipotimia ndipo Daudi alilala. Kumbe Mungu anataka kile alichokiweka ndani yako mpaka kitimie ndio ufe. Kule kulala kwa Daudi alikufa. Unaona kuna watu wengi sana ukienda kule makanyagio wamekufa kabla ya kusudi. Yaani kabla kusudi halijatokea, alijawa, hawa watu wakapoteza uhai. Utaishi kwa jina la Bwana. Nimesema tena, nasema tena jioni ya leo, Bwana akakupe kuishi kwa jina la Bwana. Nenda kaangalia kusudi ambalo Mungu aliweka ndani ya Musa. Aliweka kusudi lazima Musa azaliwe na lazima atunzwe kwenye nyumba ya Farao. Na Musa akawavusha wana wa Israeli bahari ya Shamu, akawapitisha jangwani, akafia huko mlimani. Kusudi lilipoisha akafa huko mlimani. Ananyanyuka mtu mwingine anaitwa Joshua, anaanza safari na wana wa Israeli, anawapeleka mpaka atakapowapeleka. Inawezekana wewe ni wa pili, wa kwanza alishapita, wewe ni wa pili umekaa hapa, lazima kusudi lifike. Haleluya! Kusudi ambalo Bwana ameweka ndani yako lazima lifike. Yusufu pamoja na vita yote ndani ya nyumba yao, ndani ya Potifa, ndani ya gereza, kusudi lilipotimia alikuwa waziri mkuu Maidia. Inawezekana wewe kurushi vita unaokutana nayo, changamoto unazokutana nazo, subiri matokeo. Mwambie jirani yako, yajayo yanafurahisha. Bwana asifiwe. Hajaelewa kitu nilichomwambia, gonge tena bega, mwambie yajayo yanafurahisha. Kuna mtu amekuzoea tu hapa kukuona tu umepiga vikanga vyako, mwambie yanayokuja ni moto wa kuotea mbali. Sema amen. Kwa hiyo jana nikaanza kufundisha, nikasema hivi, kabla tujaanza kuangalia nguvu za giza kwenye kusudi,
tuangalie kitu kinachoitwa tambua kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Hiki ndio nilikuwa tumeanza nacho jana, kwamba wewe lazima utambue kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Nikakwambia hivi jana, jiulize haya maswali manne. Nilisema swali la kwanza, Mungu anataka niwe kitu gani au niwe nani? Hili ni swali la kwanza. Kama ameweka kusudi ndani yangu, Mungu anataka mimi niwe nani? Hili ni swali la kujiuliza hapo. Na watu wengi sana tujiulize hili swali. Umeshaelewa kabisa Bwana ameweka kusudi la mimi kuwa mfanyabiashara. Okay, kwenye kile ambacho Mungu anataka niwe mfanyabiashara, anataka nini? Pointi ya pili nilikwambia, Mungu anataka nifanye nini kwenye lile kusudi. Ameniita mimi mhubiri, ni mchungaji. Ndani ya uchungaji anataka nifanye nichunge tu, niimbe, nitumikie tu, niwaambie Bwana kae nani tu, ndio kusudi limeishia hapo? Hapana. Ndani ya ile uchungaji aliyoweka ndani ni zaidi ya kile ambacho kinafanyika. Maana yake kuna kusudi ambao Bwana alikusudia. Sikiliza, unaweza kuwa mchungaji kwenye dayosisi yote, lakini kwa nini unatoka kwenye dayosisi kama mchungaji? Maana yake ana kusudi na wewe, na anataka, Mungu anataka nifanye nini kwenye ile kusudi. Hili ni swali nilikueleza. Swali la pili jana na kujiuliza. Swali la tatu. Mungu anataka niwe wapi? Kwamba ili kusudi aliloliweka ndani yangu, ili niweze kumachua kufanya kazi nzuri, ili niweze kwenda mbali, anataka niwe wapi? Ili kusudi lifanikie Tabata au Iringa mjini, lifanikie New York au Marekani, lifanikie Japan au Uingereza, lifanikie Kenya au Burundi au Rwanda au Kongo. Hili kusudi kuna mahali Mungu anataka liweze kutokea hapo. Sio umewahi kuomba ukauliza Mungu, ili kitu ulichoniwekea ulikuwa unataka kifike wapi au litokee wapi? Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya nne, Mungu amekusudia nipate nini ndani ya kusudi? Ili pointi ya nne. Haya ni maswali ya kujiuliza unapotaka kutambua kusudi lako kwenye maisha yako au kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Lazima uwe na maswali manne. Mungu amekusudia upate nini? Ni ubiri tu niwaambie watu Bwana akae nani, alafu baada ya hapo niliwaambia jana, kinachofuata baada ya hapo ni kunyanyua tu mikono tu kusema amani ya Bwana ikae nani. Baada ya hapo kuna kitu Mungu anatafuta cha muhimu sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jana nilikwambia hivi, katika kusudi kuna vipande vitatu ambavyo ni vya muhimu sana kujifunza. Kipande cha kwanza ni kusudi lako binafsi. Kwa hiyo tulijifunza jana, kusudi lako binafsi linalenga matamanio ya kwako binafsi. Unaweza ukawa na kusudi ndani, lakini kumbe kwa ajili ya matakwa yako, tamaa za kwako. Ninaona mtu amevaa kola na mimi nivae kola, ile ni tamaa ya kwako, kusudi lako binafsi. Tulisoma ile Injili ya Marko mlango 14 mstari wa 6. Yesu akasema niondolee kikombe hiki, lakini si kama nitakavyo mimi. Maana yake Yesu anazungumza juu ya habari ya kusudi la Mungu kwenye ile hali ambayo anaipitia au wakati aliyokuwa nao. Nikakueleza pia kwenye lile kusudi lako ya kwamba kwenye kusudi lako kuna mambo ambayo yanaweza yakatokea. Unapoishi kwenye kusudi lako, ndani ya kusudi lako linaleta manyanyaso, frustrations, linakufunga mahali, linakupa kunyanyasika. Hili kusudi lako linakuingiza kwenye vita. Hili kusudi lako linakuingiza kwenye mambo ya aina mbalimbali na kunyima vibali na matokeo mengine. Tukasoma ule mstari katika Injili ya Yohana 15:5. Anasema mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu huyu huzaa sana. Bwana Yesu asifiwe.
alafu baadaye nikakueleza madhara unayopata kwenye kusudi lako. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie leo. Mbona umemsemesha kwa upole? Bwana asifiwe. Mshike bega hivi, mwambie leo. Unajua kuna mtu amemisi kushika bega, si mshike tena. Mshike tena bega, mwambie rafiki leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye vile vipande vitatu leo nataka nikuonyeshe maisha yana kusudi, lakini ndani ya ile kusudi yuko adui. Maisha yana kusudi la shetani. Kuna kusudi la kwako binafsi, alafu kuna kusudi la shetani au mashetani, the purpose of Satan. Kuna makusudi ya kwako, ni pointi ya kwanza tulijifunza jana, na leo tunachoangalia makusudi ya shetani kwenye maisha ya mwanadamu. Usipojichunga, sikiliza sentensi, usipojichunga katika maisha yako, utagundua ya kuwa unaishi chini ya kusudi la adui, si chini ya kusudi la Bwana. Sijui kama umesikia kitu nimesema. Usipojichunga kwenye maisha yako, maisha ya kiutumishi, maisha ya aina yoyote, utakuja kugundua ya kuwa unaishi chini ya kusudi la adui. Unamtumikia adui badala ya kumtumikia Mungu. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ile 22. Tufungue sote tuliokaa hapa tusome pamoja. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 22 mstari wa 31. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ile 22 mstari wa 31. Mmepata watumishi wa Bwana? Tuweza soma pamoja. Tuweza soma pamoja. Amina. Haleluya. Mpo? Bwana asifiwe. Amen. Mkimbizi kweli, tunakimbiza. Haleluya. Amen. Nimegundua hapa mkimbizi usipokimbiza hawakimbii. Vile vile lazima wakimbize ili wakimbie, alafu twende. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu 22:31. Aya, twende. Akasema Simeoni, tazama tunatungua maembe Bwana. Tusome kama hata darasa la pili tulipitia na zamani. Aya, twende. Akasema Simeoni, tazama shetani amewataka ninyi mpate kuwapeleka kama vile ngano. Bwana asifiwe. Amen. Hebu angalia haya maneno. Ukisikia haya maneno, ni Yesu alikuwa anamwambia Petro maneno very heavy. Anamwambia Petro, kuna kusudi ambalo nimeliweka ndani yako. Tafsiri haya maneno. Lakini sikia, Simeoni akamwita mara mbili, Simeoni, tazama. Lile neno tazama, kuwa mwangalifu. Lile neno tazama, chukua tu. Ninachokwambia saa hii Petro ni cha muhimu sana. Akamwambia tazama, shetani amewataka ninyi. Kumbe shetani ana kawaida ya kuwataka wanadamu. Akiwataka wanadamu, anawatumia wanadamu. Mwanadamu huyu ninayezungumza naye aliyekaa hapa kwenye maombi na mafundisho jioni ya leo, shetani akuoni kwa jina la Bwana. Anasema shetani anawataka nini? Apate kuwapepeta kama vile ngano. Kama vile nini? Ngano. Maana yake shetani anataka kuwaingiza kwenye kichujio au kipimo. Sasa mimi nimeandika pointi zifuatazo hapa. Cha kwanza, mashetani yanayoharibu kusudi ndio ambayo tunataka tushughulike nayo jioni ya leo. Shetani aliyevaa suruali, shetani aliyevaa sketi, shetani mwenye jicho moja, shetani mwenye mikono yote,
shetani hana mikono na kiwiliwili, ambaye ametumwa aje aharibu kusudi lako. Huyu shetani tunamshughulikia kwa jina la Bwana. Uko tayari? Uko tayari? Kama Yesu anamwambia Simeoni kwamba mwanangu Simeoni, sikiliza, shetani anakutafuta. Kuna mahali anataka akupepete. Maana yake kuna kitu shetani anataka aingize, badala ya kusudi lililoliweka ndani yako utumikie kusudi lake. Hatumikii kwa kusudi la shetani. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni ule wa 3, mstari ni ule wa 8. Nilikuwa natamani tungeanzia pale kipengele B, lakini tuanze tu pale kipengele cha kwanza, alafu ile B ndio nitakazia. Anasema atendaye dhambi ni mwana wa Ibilisi. Sasa B ndio inaanza. Anasema kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Angalia pale, angalia ile pointi ya 3. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa. Mgokeni ndani yako, mwambie mwana wa Mungu alidhihirishwa. Naona kama una mashaka vile unapomwambia. Mwambie tena mwana wa Mungu alidhihirishwa. Alidhihirishwa ili kumbe mlikuwa mjaona pale. Anasema mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Okay. Kuna jambo ambalo limenisukuma sana. Ningetamani uweze kulifahamu vizuri jioni leo. Kwamba kumbe ndani yangu mimi Mungu anaweza akaweka kusudi, na lile kusudi akataka litumike kwa wakati na majira. Kuna mtu ananisikia kitu nimesema? Na shetani, hebu sema shetani. Shetani naye anaweza akatengeneza kitu kinachoitwa kusudi lake ndani ili aweze kukupeleka mahali. Na ndio maana Kristo anatoa warning kwa kina Simeoni kwamba Simeoni, haijalishi kwamba umeokoka, uko pamoja na mimi, unatembea pamoja na mimi, lakini adui anaweza kuweka kusudi lake. Na unaona wazi kabisa yule alikuwa anatembea na Yesu, lakini adui akaingiza kusudi la kumsaliti nani? Kristo pale. Na yule akamsaliti nani? Yesu. Sasa ukija kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 8, anasema, anazungumza pale, anasema pale mstari ule wa 8 kipengele kile cha pili, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu hapo mwanzo, kwa kusudi hili lipi? Lile la shetani ambalo ameliweka kwenye nyoyo ya wanadamu. Kristo alizimishwa. Kama wanne tu wameelewa nilichosema hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo kwa nini Yesu alidhihirishwa, aliletwa Yesu, kwa sababu kuna wengi ambao waliwekewa kusudi. Shetani alipojua wamewekewa kusudi na wao wajibu, akapanda mbegu nyingine. Na ndio maana Biblia inasema walipolala adui alipanda magugu. Kuna magugu ya kishetani ambayo yamepandwa mahali, tunayang'oa maidia. Maana umekuja hapa, kila gugu na kila jambo lililopandwa kinyume na sheria ya Bwana kama kusudi la adui linang'oka kwa jina la Bwana. Hebu sema ng'oka. Sema tena ng'oka. Sema tena ng'oka. Nilikuwa naangalia hapa mambo machache. Jambo la kwanza ambalo nilikuwa naliangalia, lengo la kusudi la Yesu ni kung'oa pando la shetani. Okay, shetani kwa nini anapanda pando ndani ya mtu? Anapanda pando ndani ya mtu ili usifike kwenye kusudi ambalo Bwana alikusudia. Hawezi adui akapanda mbegu kama hajaona kitu kiko ndani yako. Kuna watu wametengeneza kwenye ulimwengu wa roho, wanasema huyu mama tunamjua, ni mwombaji, ameshika iringa, amekamata kila mahali. Huyu mama, ili tuweze kuondoa ile kusudi ndani yake, tumletee kucheza disco, tumletee
wewe. Tutasimama kwenye kusudi la Bwana mpaka kieleweke kwa jina la Bwana. Sasa unaona ile kusudi la Yesu ilikuwa ni kuja kung'oa zile kazi za shetani. Kazi hapo anasoma kwenye ile Injili ya Yohana 8:48 anaeleza pale. Injili ya Yohana, fungua hapo Injili ya Yohana, Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, mlango ule wa 8 mstari wa 44. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, mlango ule wa 8 mstari wa 44. Mstari wa 44 anasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Umeona? Hebu tusome pamoja, twende. Mtajua tu kama mnaona. Haya, tuendelee. Si unaona wamepungua watu kusoma. Walikariri ile ya kwanza niliyosoma. Anasema ninyi ni wa baba yenu nani? Ibilisi. Na tamaa za nani? Za baba yenu ndizo mpendazo kufanya nini? Kuzitenda. Si kama umeelewa hapa? Yaani kusudi la shetani ni kukuingizia tamaa zake. Anapoingiza zile tamaa zake ndani, ndizo ambazo unasikia ndani kupenda kuzifanya. Alafu akaeleza pale, hebu tuendelee pale. Akasemaje? Mpendazo kuzitenda. Yeye wanakusimama katika kweli, kwa kuwa ndani yake yeye mwenyewe alafu na baba wa huo. Sisi tunanielewa hapa. Yeye ni muongo na baba wa nini? Wa huo. Sikia, kuna kusudi ambalo Bwana ameweka ndani yake. Adui amekudanganya, amesema ondoka kwenye hicho, nenda kwenye hiki. Hiyo ni baba wa uongo. Ameingiza kitu ndani, anang'oka kama upepo jioni ya leo kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Baba wa uongo, yeye ni muuaji. Ameweka vitu vya kuua. Biblia inasema baba ni muuaji. Maana yake kazi yake kuhakikisha lile kusudi ambalo limewekwa ndani ya mtu, anahakikisha lile kusudi analifyeka mahali. Kama hajafyeka kusudi lako, yupo Mungu wa mbinguni ambaye anatutetea, yupo Mungu ambaye anatukumbusha, yupo Mungu anayetupigania. Utavuka magia kwa jina la Bwana. Sema amen. Usikubali kutenda kusudi la adui. Usikubali. Na watu wengi sana wanatenda kusudi ya adui pasipo kujua. Adui anakusoma unasema uongo, adui anakusoma unafanya vitu, adui anakusoma unafanya mambo ambayo ni kinyume na sheria ya Bwana. Mashetani, sikiliza, unapenda kunisikia? Ili kusudi liharibike, mashetani huwa wanavaa miili ya wanadamu. Roho ikiwa kama roho haiwezi kufanya kitu, lakini roho ikivalishwa mwili ina uwezo kufanya kitu. Kwa mfano michache ni kuonyesha hapa, sio na shetani, kuonyesha mfano wa malaika. Nenda kaangalie wale malaika walioshuka kwa Ibrahim. Nakumbuka hicho kisa, walioshuka kwa Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Malaika hawa walikuwa wamevaa miili ya nini? Walikula au wakula? Bwana asifiwe. Na wakanywa. Hatuambii tu kama walienda toilet. Biblia hapo ifanye nini? Haikusema. Bwana asifiwe. Lakini walikula, wakanywa. Malaika walivaa miili ya kibinadamu. Kumbe kuna mtu au kuna roho iliyojivalisha mwili wa kibinadamu kishetani, ili iharibu ile kusudi ambalo Mungu ameliweka kwa gharama ndani yako. Ngoja sema ya Bwana asifiwe. Uliwahi kuwa na rafiki wewe unayeangalia, sio rafiki wa kweli, ni rafiki ambaye amevalishwa, amevaa mwili wa kibinadamu, ana kusudi la shetani. Na alipokuja kwako, kwa sababu haraka indicators zilikuwa zinapiga tani 10 na waka haujui, ukawa unaenda tu nasema Bwana tu amemleta. Si kweli amemleta Bwana, ni shetani amemleta, ili kusudi lake shetani liweze kutimia mahali. Na watu wengi
umebarikiwa mahali hapo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Hapo kesho kuko pana mkutano wa UKWATA. Sisi mmeusikia. Wanatangaza na mimi mwalimu tu nafundisha. Nimefundisha mara mbili. Hii ni mara ya tatu sasa. Nakuja kufundisha. Mara ya kwanza wakati nafundisha walikuwa kule chini. Nikauliza watoto, wangapi hapa mmeshashiriki tendo la ndoa na baba zenu wa kuzaa? Walinyosha watoto 80 kule chini. Mwaka jana nikauliza tena hapa, sijui ni wapi pale mafanikio kongamano. Ni kule kule upande wa kule. Nikauliza mwaka jana, tukapata watoto 55 na mtoto mmoja wa mchungaji. Na mwaka huu naenda kuuliza tena. Nasema kesho kutwa tu. Alafu nzuri kwa mimi ndio nimepewa somo kuu. Naenda kuuliza. Kwa nini? Ni lazima tufanye tathmini. Shetani anaingiza nini kuharibu ile kusudi la Bwana? Angalia mbegu iliyoingia ndani ya watoto. Kuna mahali kusudi la Bwana linaharibika. Injili ya madai mtoto hata Kristo. Kuna kitu kimepigwa ndani. Na ndio maana unaona hili tatizo linapokuja kujitokeza baadaye, shetani anapata nguvu ya kushambulia. Kwa nini? Amekuja na miili ya kibinadamu. Kuna watu tunakutana nao wengi mno, wana miili lakini sio wanadamu. Unafikiri ni mzee wa kanisa, kumbe ni shetani amevaa mwili, yuko pale kwa wazee wa kanisa. Kila agenda ikiwekwa namna hii ya mkutano, leo ninaanza kupiga mkutano ya sala, tunaweka mkutano mchungaji ya mambo ya sala, ukiweka hivi na hivi, wewe pepo. Bwana asifiwe. Sijui upande wako, lakini leo unazungumza kusudi la adui ambalo amelikusudia akutumie. Unajua mtu anatumiwa tu, anakutukana tu bila sababu yoyote. Mwingine anakuchukia tu bila sababu yoyote. Anaamua tu moyoni mwake tu, namchukia huyu, namchukia huyu. Lile kusudi la adui linatimia. Yeye ajui anatuliza kusudi la adui. Hata wewe umekaa hapa, kama hapo karoho kamekuvaa, anza kumwambia Bwana, nataka kurudi kwenye kusudi lako. Kusudi lako ni upendo, furaha, amani na nguvu yako ndani yangu. Natoka kwenye makusudi ya adui, ninaenda kwenye makusudi ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kumbe basi kuna roho ambazo zimevaliwa. Nenda kaangalia wale malaika walioteketeza Sodoma na Gomora. Wale malaika walioteketeza Sodoma na Gomora, wale walikuwa masoja, si ndio? Maana yake si walivaa uti. Wamevaa uti, gambuti kama leo wangekuwa na AK-47, bomu na mkono, wana manyuklia, wana mabomu, wana mizinga, wana renji, wana bastola, wana kila kitu. Yaani silaha zote zinazohitajika ni silaha. Silaha zote wanazo. Vifaa vya nguvu wanavyo. Wanaenda kutengeneza Sodoma. Wamevaa mwili wa kibinadamu. Wamebeba kusudi ndani ambalo Mungu alikuwa ameliweka ndani yao. Alitafuta mwanadamu aweke ile kusudi na kuangamiza. Hakuona, aliwaona wote waoga. Akabadilisha miili, malaika tunashuka mahali. Haleluya. Jioni ya leo pakishindikana mahali, tunawakomandi malaika wapaye miili wakusaidie uweze kuvuka kwa jina la Bwana. Haleluya. Haleluya. Na rafiki yangu mmoja yuko mahali najua kasikia kitu nasema. Yuko mahali alienda Ulaya, kulikuwa kuna mkutano na wanatakiwa wapigiwe kura watu, na yeye akawa amegombea kuwa assistant president kwenye hilo kampuni lao duniani. Hafahamiki na mtu, amegombea hapa. Anaambia mchungaji Mkema, nafanyaje? Nikamwambia kura zinapigwaje? Kura tunakusanyika hapa ndio wanapiga kura. Hapa watapiga kura, zinapigwa hapa kuandika. Nikamwambia nisikilize. Sikiliza, uko niko chumbani.
Nikasema maneno haya, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, naomba nikiingia kwenye ule mkutano, weka malaika watakaopiga kura, na wengine wote wasipige kura, au malaika wakupigia wewe. Wanakujua wakujui, malaika wapige kura. Bwana asifiwe. Yule bwana akaniambia, mchungaji, inawezekana? Nikamwambia, mpumbavu, unavunja kile nilichokueleza. Wewe nenda katende. Kaondoka pale, anakawasiwasi huko, anaenda, amefika ukumbini, akaweka kasema, waambie wale malaika basi zaidi sana kupiga kura, waambie malaika. Nikamwambia, ulishasema watapiga kura. Bwana asifiwe. Haleluya. Yule bwana kura zikapigwa, akapata 85% kwenye 100. Na kuna mtu unajua, ni mara ya kwanza ameenda, amejitetea mara ya kwanza, kwa sababu nilikuwa kwa kusudi la Bwana ndani yake akae pale. Mimi nataka nikwambie, kusudi la Bwana likikaa ndani yako, kama Mungu anataka ukae mahali, watamani miyenye wapige kelele, wapande washuke, kusudi la Bwana litasimama na hayuko kukizuia. Utatembea kama upepo. Sema na hivyo. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Sema amen. Unajua ni vile tu, yani tumekaa, Mungu anataka tufanye vitu wanda. Unajua kuna mtu mmoja Mungu alimnyanyua, anaitwa Enoko. Enoko tu alikuwa ni best friend wa nani? Wa Mungu. Story. Chua wakaenda. Kwa nini nao ukitaka kwenda Singida unahangaika? Mara upande basi mara nyingine nikulalie na maudenda. Si unakaa tu nyumbani sasa, kwa jina la Yesu nitokee Singida. Chua kwenda kanisani. Hawaji semina. Nilikwambia kama Mama Deo unaenda hapo semina hawaji. Yaani wakuona Mama Deo ndio chua katua. Haya tuendelee na semina. Watakimbia wote. Bwana asifiwe. Tunakataa makusudi ya adui kwenye maisha yetu. Hakuna kitu kibaya kama kusudi la nani? La shetani kwenye maisha yetu. Kwa sababu kusudi la shetani linafilisi. Kusudi la shetani linaangamiza. Kusudi la shetani halikuweki kwenye amani na furaha. Kusudi la shetani anakusudia tu usipende mahali. Unajua mimi nawaambia waombaji wenzangu, kama kuomba tunaomba jamani, mimi sielewi, lakini hakuna hela. Umeona hicho kitu? Baba, kwa jina la Yesu naita mitambo yote ya mbinguni ifunguke. Nafungua madirisha, nafungua milango, nafungua kila mahali. Hela hakuna. Unapiga kweli kweli, hamna. Kuna mahali kuna shida iko sawa. Kwa sababu Biblia inasema lolote muombalo kwa jina aminini ya kwamba mmelipokea nalo limekuwa la kweli. Lolote, hebu sema lolote. Tuombalo kwa jina la Yesu. Haleluya. Tukiamini ndani tunalipata. Lakini makusudi ya adui yamezuia mahali. Kwa nini tusiweke ukuta kwenye ulimwengu wa roho? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitakufyatuka kitu hapo nikiacha hapo. Zamani ndio nilikuwa napenda kufyatuka, siku hizi nimekuwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Madhara ya kusudi la mashetani. Andika. Madhara ya makusudi za mashetani. Mashetani yakishambulia mahali, madhara yake ni madhara ya kwanza, huwezi niseme ili mwandike. Madhara ya kwanza, adui atakunyima nguvu ya kufanikiwa. Okay, Kiswahili kizuri nimeandika hapa, unachoshwa sana. Madhara ya makusudi ya adui, unaingia kwenye michoko mingi. Kuna ugonjwa, kuna matatizo, kuna shemeji, kuna binamu, kuna hiki. Unajikuta unachoka. Ukichoka
adui anapata nafasi ya kukaa mahali, lazima tumtoe. Sikiliza, niliwahi kufundisha nikasema hivi, ili shetani akae mahali, huwa anatengeneza kitu kitakachompa kukaa. Hamjaelewa kitu nimesema? Naomba nirudie tena. Shetani ili apate uhalali wa kukaa mahali, huwa anatengeneza kitu. Kwa mfano, unaona shetani ametengeneza kansa, anachotafuta ni uhalali wa kukaa kwenye hiyo familia. Sasa kwa sababu hatujamjua, tunaendelea kukaa tu, tunasema ni ugonjwa tu umetokea wa kawaida. Ni adui ametengeneza njia ili akuchoshe, apate uhalali wa kukaa. Sasa huyo adui aliyetengeneza njia akuchoshe mahali, tuna nguvu ya Mungu ambayo inatusukuma kumng'oa mahali. Pointi ya pili, madhara ya pili. Unafanya vitu kwa njia nzuri, lakini inapofikia mahali vinaharibika. Ujue huyu ni adui ameingia hapo, amekuharibia. Unafanya vitu kwa njia nzuri kabisa, uko kwenye a good way, lakini inafika mahali vitu vinaharibika, haviendi sawa, havijakaa sawa, vimeharibika mahali. Si watoto wameharibika, si mume ameharibika, si mke ameharibika, si familia imeharibika. Maana adui amepata nafasi ya kukaa hapo. Anapokaa hapo, kuna vitu vyake ameviweka pale. Tutakuja hapa leo Jumanne, kesho Jumatano, Alhamisi hapa tunataka kupambana na hizo haki. Mimi nataka nikwambie, kuna watu wanaweka mawigi ya milioni, wewe hata kawigi kama kimoja au mbona mnaniangalia kama nimepoteza dira? Bwana Yesu asifiwe. Haya ni madhara tunayapata. Adui anatengeneza mahali, anakufanya wewe kwa bidii, lakini hauna kitu chochote. Hujaona mtu analima shamba, anavuna magunia 100, anauza, anarudi kwenye yeo. Hamjawahi waona? Wanaona peke yao. Maana kuna vita, changamoto iko mahali. Adui amesema hapana, huyu lazima nimfanye kitu. Kabla hajakufanya kitu, tunamfanya kitu. Kabla hajapiga familia, apigwe yeye. Kabla hajaharibu mahali, aharibiwe kwa jina la Bwana. Maana kuna madhara makubwa sana tunayopata. Pointi ya tatu. Kwenye madhara ambayo unayapata, unakosa nguvu ya kuendelea. Pointi ya tatu. Unaposhambuliwa sana, unakosa nguvu ya kuendelea. Adui anapokuwa kwenye makusudi yake, kusudi la shetani akushambulie sana, ukose nguvu ya kuendelea. Tutajitia moyo kwa Bwana. Na ndio maana Biblia inasema mtu anainuka kwa Bwana wake, anaanguka kwa Bwana wake. Anaanguka, anainuka kwa Bwana wake. Kiswahili kimekaa vibaya. Anaanguka lakini anainuka kwa Bwana wake. Mimi nataka nikwambie, huu ndio wakati wa kujibukuta kwamba mwaka jana sikuweza kulima, mwaka huu nalima. Huu ni wakati wa kujibukuta kwamba nafanya biashara. Huu ni wakati wa kujibukuta kwamba mimi ninanyanyuka. Huu ni wakati wa kujibukuta kama sijahubiri, nataka mwaka huu nihubiri. Huu ni wakati wa kujibukuta mahali nilipokwama, sitakwama tena. Huu ni wakati wa kujibukuta, lazima niende mbali kuliko nilikotoka. Hata kama kuzimu inakataa, mimi ninaona kwenda. Hata kama wachawi wanakataa, mimi ninaona kuinuliwa. Mimi nataka nikwambie, ni jioni ya leo peke yake ndio nataka kusukuma uende mahali. Kama unaamini jioni ya leo, sema naamini naenda. Haleluya. Mshikeleke jirani yako, mwambie nyanyuka ukitembea wewe. Bwana asifiwe. Biashara ya kulaumiana imeisha. Ya fulani aliniponza, wewe tembea mbele. Mwashie diketa ukienda, mwambie tutakutana mbele ya safari. Uko mbele ndio kitaeleweka tukikutana. Uko mbele, sio saa hii. Bwana asifiwe.
mtaacha utoto wenu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kanisa limejaa watoto kibao. Yaani mtu kidogo tukakwazika kanuna, kafanya nini, kafura. Wanafikiri shetani kazi yake ni nini? Shetani kazi yake awagonganisha, weke corruption, awagonganisha, kugonga pale, kugonga pale, kugonga pale. Kuna mambo mengine weka mta kwenye masikio. Wanasema jifanye kama hujasikia vile. Amesema wewe nenda zako kalale, utakitambi tembea, ukinyanyuka mahali. Usikubali kuruhusu kusudi la adui lifanye kazi ndani yako. Usikubali. Bwana asifiwe. Kuruhusu kusudi la adui. Nimekwambia hapa, nenda masafa. Kuna mahali bado hujafika vyema. Twendeni masafa. Huu ndio wakati wetu sasa wa kupambana mpaka ile nyota ing'ae. Nyota yangu ilikuwa ing'ae, itang'aa. Huu ndio wakati wa kutafuta sasa. Biashara nyingine weka pembeni. Kimbia kama hujawahi kukimbia. Usikubali kusudi la shetani lifanye kazi ndani yako. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Noa upando. Hilo kusudi la adui. Amekusudia mkwame mahali. Wewe na mume wako amekusudia mtabaki mahali. Kusudi la adui ameleta ugonjwa kwenye familia ili kwamba msione mbele. Wanaona ugonjwa, ni shetani ameleta ugonjwa. Kwa nini ameleta ugonjwa? Anasema watapiga makai, watabaki tu hapa, wataimba tu hapa, watabaki hapa. Mwambie ni shetani, nimeona ugonjwa lakini umeingia wrong number. Vile ulifikiri mimi nitabaki, mimi ndio kwanza spidi inaongezeka. Utanikuta Ligoa nimepita, Kigonga nimepita, Morogoro nimepita, Dar nimepita, na Ede nimepanda, nimeenda. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waambie watu wawili, acha kubaki, tembea kwa jina la Bwana. Hiyo biashara ya kubaki mahali unasema unajua hapa kuna kitu kama hapana. Lazima unyanyuke uende kwa jina la Bwana. Wangapi jioni wanaona kwenda kwa jina la Bwana? Hawaoni kuchoka ndani yao. Na mimi nataka nikwambie jioni ya leo, usione kuchoka, ona kutembea, usione kukata tamaa. Hata kama adui anakukatisha tamaa, uone kesho yako, uone asubuhi yako, uone jioni yako, uone baraka yako, uone nyota yako, uone kibali chako. Wangapi wananielewa jioni leo? Mahali popote adui alipokusudia wewe ufunge breki, afunge breki. Mtu mahali hapa ananyanyuka akienda kwa jina la Bwana. Lazima mwaka 2026 umuimbe wimbo bora wa Bwana. Bwana asifiwe. Ameniona. Mwambie maneno jirani yako, wewe na Mungu ukimwambia jirani yako. Hata kama umekuja umevaa dera jioni ya leo. Hata kama jioni ya leo umekuja amani haijakaa sawa. Mwambie hayo maneno, mwambie ameniona. Haleluya. Yuko Mungu aliyekuona. Mimi nataka nikwambie wewe ni shujaa. Haleluya. Hujawahi shindwa mahali. Mtoto wangu alikuwa anasoma pure mathematics. Ikawa inamsumbua kweli, akija nyumbani anambia baba, mimi nataka kubadilisha. Hii pure mathematics akifika mimi namwambia sijawahi kuona dume kama wewe. Akili kama zote unazo. Yaani wewe analeta matokeo ya ovyo, analeta matokeo ya hesabu ya ovyo. Naambia mwanangu, ya I say. Ni nini wewe usiangalie hii? Umepata 2 kwa chini ya 5. Unaangalia 2 chini ya 5. Hii kama 20. Na mtia moyo pale. Naambia wewe shujaa, kesho unafanya hesabu vizuri. Akirudi shuleni anakomaa balaa. Ana neno la baba limemwambia ni nani? Ni shujaa. Nikaona anaanza kubadilika. Akija amekuja. Mara alikuwa huko funga mkia katikati. Mara huyo akapanda. Mara huyo
asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Naongea na nyinyi wa kila mama na kila baba hapa. Usilale nyumbani ukiogopa maisha. Nyanyuka kama mwanamke. Sema naweza. Haleluya. Kwa nini Bwana asifiwe? Maana Bwana amekupa miguu, amekupa macho, amekupa kila kitu. Shetani asikukatishe tamaa. Amka asubuhi, na sasa hivi ni nzuri. Hauna mtaji, kuna michicha inayojiotea kwenye mashamba. Nenda kanunue michicha inayojiotea. Nenda kako sokoni, huwezi kukosa wateja. Na unawaambia huyu ni mchicha usiokuwa na dawa, haujaweka dawa ya aina yoyote. Walinunua, hawajanunua. Acha kulala nyumbani. Songa kidole jirani yako, mwambie hiyo roho ya uvivu toka ndani yako. Haleluya. Mtu nilivivu tu nimekaa hapo anatulia na mgoja Bwana. Bwana yupo nini? Na Bwana naye anakungoja wewe. Mnangojana mahali. Nyanyuka kidedea ukiwa mshindi kwa jina la Bwana. Na mimi nasema hivi, sema kama Mungu ameweka kusudi ndani yako, wewe utawavusha familia yako. Acha woga. Hii ndio pointi yangu ya kwanza. Ukiona kitu Mungu amekiweka ndani yako, ondoa nini? Woga. Sikiliza. Ilikuwa awepo Daudi ili ndugu zake kina Daudi wale bata. Bwana asifiwe. Kaka yake mmoja Daudi anaitwa nani? Mtatajua, kuna wasomaji wa Biblia. Kina. Homework. Bwana asifiwe. Fikiria haya majamaa yako kwenye jeshi, hebu sema kwenye jeshi. Yanapigana vita lakini maoga. Umewahi kukutana na watu wa namna hiyo? Muombaji lakini muoga. Kwa jina la Yesu, tukiwa wote hapa, fara. Yaani unamwona kabisa sasa bonge la muombaji, na rusha moto, na piga kwa damu na kondoo. Moto. Ngoja awe peke yake kule. Asikie kwenye bati kitu kimepiga. Mama yangu mzazi, Yesu wangu wewe hai. Wewe ndio unayewavusha watu wako. Hiyo sio stahili ya kuwavusha watu. Daudi, majamaa wamepambana na Goliathi, wamemshinda. Daudi ameingia tu hivi kamili tu namna hii, akafuta woga. Kuna mtu mmoja siku moja sasa, mchungaji, usinitie upepo wa woga. Nilimwambia hapo mahali hapalaliki. Tulikuwa tumeenda kwenye maombi mlimani, nikamwambia ukilala unabebwa. Kwa sababu tulishawahi kwenda na mzee Cosmas Chidumule, akalala. Alipolala akaanza kuvutwa, yaani anavutwa mguu, akapiga kelele, mchungaji, mkeo anavutwa. Nikamtandika kibao. Niambia, nilishakwambia huko tumekuja kuomba, sio kulala. Sasa yule dogo naye nikamwambia, wewe tunaenda huko mlimani, ukilala wanaondoka na wewe. Akasema mimi, mchungaji, hujawahi kunijua wewe. Mimi ukiona mtu wa namna hiyo, ujue bonge la muoga. Kalala tu dakika mbili hivi, usingizi umekuja namna hii. Sijui yale yanaitwa majinamizi, yale yanayokabana, yanaitwa nini? Kuna yale makitu yanakaba watu, mimi sijawahi kukabwa bado. Akaanza kukabwa. Sasa bila bwana ndogo anaye kulikuwa. Naye nikamtandika kibao hapo. Nikamwambia nini? Sasa walikuwa wananikaba, sinikwambia usilale. Bwana asifiwe. 2026 hatulali. Kwa tafsiri ya kutafuta. Kwa tafsiri ya nini? Ya kutafuta, hatulali. Wakienda Kariakoo wanatukuta. Wakija kwenye soko Uganda wanatukuta. Wakipanda ndege waende China, Guangzhou wanatukuta, na sisi Guangzhou tuko. Tunatafuta mapochi ya ndege na kila kitu. Wakienda Dubai tupo. Wakienda hapa tupo. Mimi nadhani kwa hiyo unang'aa kila mahali kama Roho Mtakatifu. Haleluya. Hebu simameni. Simama.
Simama hapa tushushe maombi. Leo tunaombea baba na mama. Tunaombea baba na mama. Mko tayari? Kama wewe ni baba, ombea kusudi lako lisikwame barabarani. Na kama wewe ni mama, ombea kusudi lako lisikwame barabarani. Lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia, haki, lisinase mahali, lisikwame mahali. Nyosha mkono yako. Mama Deo, njoo kidogo ni cha kwako. Maombi kwako, naomba unisamehe, naomba unirehemu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo nakisogelea kiti chako cha rehema ili nipate rehema na neema wakati wa uhitaji. Bwana Yesu, kila kusudi uliloweka katikati ya maisha yangu ninatangaza jioni ya leo halitakufa, halitavunjika kwa damu ya Yesu, sawa sawa na Ayubu 5:26. Leo umesema tutakufa kwa muda mtimilifu. Kila kusudi alilokusudia Mungu halitaondoka. Wewe adui uliyeshikilia kusudi la Mungu ndani yangu, jioni ya leo ninakukamata matita, ninakung'oa meno bila ganzi kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Mungu, ng'oa kila kusudi, ng'oa kila kusudi la adui aliloweka katikati ya maisha yako. Mwingine anaweka magonjwa, hayo magonjwa yamedhamiria kitu kibaya, kama alivyosema ya kwamba unatazama ugonjwa, Mungu anatazama majina. Wewe unatazama ugonjwa, Mungu anatazama majina, kwamba haya majina adui amejua ni majina ya mafanikio, amezusha ugonjwa, ameleta BP, ameleta
Malizana jioni ya leo, malizana na hilo kusudi la shetani. Ndani ya kusudi ya Mungu kuna kusudi la adui. Adui amesimama ndani ya kusudi la Mungu kwa damu ya Yesu Kristo. Vuruga makusudi ya adui, vuruga magonjwa hayo ni makusudi ya adui. Vuruga kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Vuruga hilo kusudi, vuruga hilo kusudi, vuruga hilo kusudi. Tambua kwa damu ya Yesu Kristo, tambua kwa jina la Yesu, tambua mamlaka zote, tambua hilo kusudi kwa damu ya Yesu Kristo. Mwambie kwa damu ya Yesu Kristo, hautafanikiwa, hautafanikiwa. Hilo adui, hilo kusudi halitasimama. Mungu akasema Isaya 7:7 akasema jambo hilo halitakuwa wala halitasimama. Tangaza jioni ya leo, tangaza jioni ya leo, tangaza hilo kusudi. Mwambie halitasimama wala halitafanikiwa. Kuruka makusudi yote, kuruka magonjwa. Kuna kusudi la Mungu na kuna kusudi la adui kwa damu ya Yesu Kristo. Wale wamevaa sura za binadamu, hata kama wamekuja wamevaa sura za binadamu, mwambie kwa jina la Yesu, mmekuja na makusudi, mmekuja na makusudi mabaya. Pangua hayo makusudi, pangua kwa damu ya Yesu. Wakati mwingine makusudi ni ya kukukwamisha usisonge mbele, usiendelee mbele, usione kama Mungu yupo, usione kama Mungu anafanya. Mwambie kwa damu ya Yesu Kristo, mwambie ama zako jioni ya leo. Sijaona kina mama waliokasirika, waliofunga kiwewe, mwambie kwa damu ya Yesu Kristo, kila kusudi mbaya, kila kusudi mbaya lililo wepezo kama uwekezaji ndani ya maisha yako. Kuna makusudi ya uwekezaji wa adui katikati ya maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo. Sijawaona wakina mama waliofunga vibwebwe wakasema hapa, ama zako ama zangu. Pambana kila kusudi baya, vuruga agenda zote za adui, agenda zote makusudi yote, vuruga kwa jina la Yesu, vuruga kwa damu ya Yesu, vuruga kwa damu ya Yesu. Hayatafanya kazi. Niko tayari. Kila kusudi lililosimamishwa na adui, tambua kabisa. Milango ya kuzimu ina masikio, tambua kabisa. Tambua kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Vuruga kabisa, vuruga agenda zote, vuruga maagano na mapatano ya kuzimu, milango ya kuzimu. Kanyaga kabisa, kanyaga kwa jina la Yesu, kanyaga. Itia Mungu kwa Bwana, itia Mungu kwa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Sijaona kina mama waliokasirika kwa nini makusudi ya adui yamesababishwa katikati ya maisha yenu, yamesababishwa katikati ya familia, yamesababishwa katikati ya kanisa, yamesababishwa katikati ya mtaa wako. Mpaka unazaa makozi, kuna kusudi la adui yako kwa jina la Yesu. Niko hapa kwa mapenzi ya Mungu, kwa kusudi la Mungu. Hapo kwa hiyo mtaa kuna kusudi ya Mungu. Kila wakati ni kusudi watoto wote wanapata shida na wamesimama kusudi la Mungu. Kila kusudi yote, kuuza kwa jina la Yesu. Tambua kabisa, tambua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kuuza kabisa. Hakuna agano litakayesimama, hakuna kusudi litakayesimama. Ndio kusudi la Mungu ndio linasimamisha kwenye hili kanisa, kwenye mtaa, kwenye ukoo wako. Unaolewa na umetoka bondia, wewe ndio unataka mgogoro ya ukoo. Mwambie kwa jina la Yesu, sikuja hapa kukumbua kusikiliza matatizo ya ukoo. Nimekuja kama mwolewaji, nimekuja kama mwana wa familia. Tambua kusudi yote, tambua maagano kwa damu ya Yesu Kristo. Vuruga agenda zote, zisifanye kazi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nyama kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kusudi mbaya lipangue, lifuruge kwenye ulimwengu wa roho. Vuruga kabisa. Huyo mume wako amekuwa KKBC, asante kula kulala, mwambie kula kulala hapa. Tambua kusudi, asimame kama baba wa familia, asimame kama ameleta kwa kusudi la familia kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu ni hai, kanyaga kabisa, kuruga maagano, kuruga kila agenda, kuruga kwa jina la Yesu, kuruga kabisa, makusudi yote hayatasimama.
endelea kuomba, piga hiyo roho, piga hiyo roho inayoharibu kusudi kwa ajili ya mume. Haya, tuombee wanaume, ombea kusudi yaliyowekwa kwa wanaume, ombea kusudi iliyokuwa kwa wanaume, ombea wanaume wajue majukumu yao, wasimamie ndoa, wasimamie watoto, wasimamie familia. Omba kusudi lililokuwa ndani ya wanaume, pangua roho zote zinazowavuruga wanaume kuanzia chumba cha chini. Piga kwa jina la Bwana, bomoa kwa damu ya mwana-kondoo, haribu kabisa ndani ya wanaume, ndani ya wanaume, ndani ya wanaume, ndani ya wanaume, kila kusudi baya lihame, 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 lihame. Piga, ombea huyo mume, ombea huyo baba, ombea huyo kijana, ni mwanaume huyo, ombea huyo mtoto wako wa kiume, huyo ni mwanaume, kusudi la Bwana lipite ndani yake, asiwe tu kama golikipa. Piga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wakina mama, wakina mama, wakina mama omba, wakina mama omba, wakina mama piga kelele, piga kelele kwenye madhabahu ya Bwana kwa ajili ya wanaume. Wakina mama alia kwa ajili ya wanaume, mwambie Bwana, mwambie Bwana wanaume, mwambie Bwana wanaume wanahitaji kupona, wanahitaji kusudi lako, wanahitaji neema, wanahitaji kwa jina la Bwana. Haya, ombea kusudi la mwanamke, wewe mwanamke uliyekuwa hapa, ombea lile kusudi lako ndani yako, lipeleke mahali na kusudi la kusudi litokee, 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 litokee kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amen. Nyanyua mikono yako miwili juu. Kama uko hapa unateswa na vitu, unasikia maumivu ya ndani, yaani kuna mambo huwa hayaishi kwenye moyo wako, umekuwa hataki hivyo kwa muda mrefu, kimbia hapa tuombe, kimbia hapa tuombe, 2, 3, 4. Sogea hapa. Kwenye moyo wako kuna uchungu na maumivu, na kuna mambo huwa hayaishi ndani, haliishi, halitoki ndani. Sogea hapa tuombe, sogea hapa tuombe. Weka mikono yako kwenye kifua chako. Baba, kwa jina la Yesu, tunaondoa maumivu ya muda mrefu kwenye moyo wa mama huyu, moyo wa baba huyu, moyo wa kijana huyu. Tunaondoa hayo maumivu, tunaondoa hayo maumivu, tunaondoa hayo maumivu in the name of Jesus, kwa damu ya Yesu Kristo. Roho yoyote iliyosukuma maumivu ndani yako uteseke, haya kwa jina la Yesu, toka machio na roho, pata chafua, achafua chake, achafua chake, achafua chake, achafua chake. Hiyo hali anayoipitia sio ya kawaida, sio ya kawaida, sio ya kawaida, sio ya kawaida, sio ya kawaida. Naibua hiyo hali, hiyo hali, hiyo hali, hiyo hali, hiyo hali, hiyo hali, hiyo hali ya maumivu ndani, sio ya kawaida. Naing'oa kwa damu ya Yesu, naing'oa kwa damu ya Yesu. Haya, usiku achia mtu huyu, achia mtu huyu, achia mtu huyu, achia mtu huyu, achia mtu huyu. Ile hali ya maumivu toeka ndani yake, toeka kwa jina la Yesu, toeka, achia kabisa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Usilie tena, usilie tena, usilie tena, usilie tena, usilie tena, usilie tena, usilie tena. Acha kulia maumivu haya kwa jina la Yesu. Ondoka, achia, 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 achia. Kilio kisitokee kwako tena, hautalia tena, hautalia tena, hautalia tena, hautalia tena, hautalia tena, hautalia tena. Haya maumivu ndani yako kama presha yanakuletea shida ndani, kwa jina la Yesu Kristo hautalia tena. Nyanyuka ukitembea, nyanyuka ukianza kuomba, nyanyuka mambo yakibadilika, nyanyuka
vikitokea, in the name of Jesus, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Nyosha mikono yako miwili juu ya kuja mbele. Sema, Bwana Yesu, ninaposhusha hii mikono, nitashusha kila kitu nilichokibeba kwenye moyo huu kwa muda mrefu. Jioni ya leo kinashuka kwa damu ya Yesu. Shusha hiyo mikono, nenda kakae. Mungu